Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Amma ba'd. Tukiendelea na mazungumzo kuhusu swala katika darsa yetu ya ahkamu za swala, ni kwamba tulielezea sharti la kwanza, kwa sababu swala ina masharti yake. Sharti la kwanza ni wakati, yani swala inabidi iswaliwe katika wakati maalumu ambao umewekwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kitabu chake anasema ya kwamba inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta, ya kwamba hakika swala kwa waumini ilikuwa ni wajibu ambao wenye wakati maalumu. Sasa kwa hivyo swala, sharti la kwanza ni swala ni wakati, na tumeelezea pia nyakati za nafila pia, na pia tukaelezea hasa fadhila muhimu ya nafila ya usiku na umuhimu wake na faida zake chungu nzima. Sasa tukiendelea na sharti la pili, sharti la pili la swala ni qibla. Swala sharti ni kwamba mtu anahitajia awe ataswali akiwa ameelekea kibla, na kibla chetu kama tujuavyo ni msikiti au tuseme ni Kaaba yenyewe, na kwa wale ambao wako ndani ya msikiti wa huko wa Masjidul Haram. Kwa wale ambao wako nje ya msikiti wa Masjidul Haram, kibla yao inakuwa ni ule msikiti ambao ni msikiti wa Masjidul Haram, kwa sababu wenyewe ndio umebeba Kaaba. Kwa hivyo unapoelekea msikiti utakuwa umeelekea Kaaba. Na pia vile vile kwa watu ambao wako mbali na mji huo, ambao wako nchi za mbali, mwelekeo wao ni mji wa Makka. Kwa hivyo kwa vile Makka ndio imebeba msikiti na ndio imebeba Kaaba, kwa hivyo tunapoelekea sisi, tunaposema tunaswali, tunasema ya kwamba tunaelekea Makka. Kwa nini sababu ya kusema tunaelekea Makka? Kwa sababu Makka ndiyo iliyobeba msikiti wa Masjidun al-Haram, na pia ndiyo umebeba al-Kaaba. Lakini kiasili ni kwamba mwelekeo wetu ni wa msikiti wa nyumba tukufu ya Mwenyezi Mungu ambayo ni Kaaba. Kwa hivyo sharti la pili ni kuelekea kibla. Sasa hiki kibla, kiwango chake au vipi masharti yake ambayo tunahitajia yawe yametimia ndiyo kibla kiwe kimetimia. Kibla ni kwamba njia ya kujua kwanza kibla ni njia ipi? Njia ni kwamba tuelekee, tuangalie sehemu ambazo Waislamu wengine huelekea, ambacho ni maarufu. Njia ambazo wameweka za kujulisha, ima ni kwa kuangalia makaburi ya Waislamu. Makaburi ya Waislamu hasa yanaelekea kibla, yani mtu anapolazwa huwa analazwa akiwa ameelekezwa kibla. Yani kwa njia gani kuelekezwa kibla? Yani kwamba miguu yake na mikono yake inakuwa haielekei kibla, bali anapolazwa
anakuwa tumbo lake, yani akiwa amelazwa, kwa sababu mwili wake huinuliwa na anaangalizwa upande wa kibla. Yani kwa hivyo mguu wake utakuwa unaelekea, tuseme inategemea inchi, labda itakuwa labda anaelekea upande wa mashariki au magharibi na kibla iko upande wa katikati au kinyume chake. Sasa almuhimu ni kwamba anapoinuliwa, yani sio kuketishwa, bali anapolazwa kwa mkono wake wa kulia, kibla kitakuwa upande wake wa mbele. Wakati huo hicho ndio kibla kwa makaburi, na misikiti pia imeelekea kibla. Kwa hivyo mtu anapokuwa akiona misikiti atakuwa anaelewa ya kwamba kibla iko upande huu. Njia nyingine ambazo mtu anaweza kujua ni ikiwa hana habari ya kujua kibla kiko wapi, basi atauliza, na inatosha mtu mmoja ambaye ni mwaminifu kumjulisha ya kwamba kibla kiko huku. Lakini ikiwa kuna mwingine ambaye anasema kinyume cha hiyo, yani anampinga yule, akasema kwamba kibla si upande huu bali ni upande huu mwingine wa kinyume chake, basi utachukua kauli ya nani? Huwezi chukua kauli ya yeyote kati yao, bali inabidi kuwe kuna watu wawili. Hii watu wawili ndio wanakuwa ushahidi wenye kutosha. Kauli yao itakuwa inashinda kauli ya huyu mtu mmoja, na hiyo pia inatosheleza. Jambo jingine, kwa sisi ambao tuko mashariki ya Afrika, kibla chetu ni rahisi kukijua unapotaka kuelekea kibla, kwa sababu mahali popote utakapofika ni muhimu tu ujue jua linatoka wapi na linazama wapi, yani mashariki na magharibi. Ukishajua mashariki na magharibi, basi jua ni kibla chetu cha watu wa East Africa ni upande wa kaskazini, north ya yetu, upande wa kaskazini ndio tutakuwa tukielekea. Kwa hivyo mahali popote unapokuwa, hata labda huko mpata Muislamu wa kuuliza, ukimpata hata kama si Muislamu ukamuuliza ya kwamba jua linatokea wapi na linazamia wapi, ikiwa kauli yake itakuwa ni yenye kwa kukubalika, si mtu ambaye labda unashuku labda hasemi ukweli, basi utaelekea sehemu. Akikwambia ni mashariki ni upande huo, utaelekea kaskazini ya siku hizo, lakini ya sehemu hiyo. Lakini sehemu nyinginezo huwa ziko tofauti, sio sehemu zote zinakuwa sawa. Kwa mfano, watu wanaokuwa upande wa mashariki ya kati, hususan kwa mfano nchi kama Irani, unakuta wao wanaelekea upande wa nini, wa mashariki yenyewe, kama sijasahau, wanaelekea baina ya kaskazini, mashariki ya kaskazini, takriban kiwango hicho huwa ndio wanaelekea. Sasa kwa hivyo almuhimu ni kwamba sisi East Africa tunatumia njia hiyo. Sasa ikiwa wewe hujui kibla kiko wapi na hauna njia ya kujua, kama vile kwa mfano uko kwenye baharini au uko kwenye ndege na unataka kuelekea kibla uswali swala yako, utafanya nini? Ni kwamba sehemu ile ambayo una dhana yenye nguvu sana, yani hata kama si yakini, lakini dhana yenye nguvu sana, utaelekea upande huo, ndio utafanya kibla. Lakini bali ni bora ukiwa hujui pia kabisa, huwezi kuunini, utaswali. Na ikiwa labda dhana yako ina maelekeo mawili, labda ima ni upande huu au ni upande huu, lakini na yakini ya kwamba sio huku na huku upande wa nyuma, basi nitaelekea sehemu hizo mbili ambazo ninadhania kwa nguvu ya kwamba ni ima huku au ni huku, sehemu hizo mbili. Lakini kama sijui kabisa, basi itakuwa unawajibika kuswali sehemu zote nne, pande zote nne. Kwa hivyo swala hiyo hiyo ya adhuhuri utaswali upande wa kulia, upande wa kushoto, upande wa mbele, upande wa nyuma yako, na swala yako itakuwa misiyo ya adhuhuri. Alasiri pia vile vile. Sasa ikiwa umeswali
baada ya kumaliza kuswali ukatambua ya kwamba ulikuwa hujaelekea kibla. Sasa swala yako utailipa ama hutailipa? Utairudia au hutairudia? Jawabu ni kwamba ikiwa uliposwali na mahala ambapo sasa, yani sehemu uliyoelekea na sehemu ile ambayo sasa ni ya kibla ya kweli, ikiwa haijatoka zaidi ya mikono yako miwili, yani mashariki yako na magharibi yako, yani kulia kwako na kushoto kwako, yani unaponyoosha mkono wako upande wa kulia na upande wa kushoto, ikiwa haijatoka upande wa nyuma yako, yani tuseme iko baina ya digrii 180, hapo swala yako imesihi. Lakini ikiwa imetoka digrii 100 nje ya digrii 180, yani ikawa umeswali nyuma, sio digrii 45, sio 90, sio 100, ukiwa umeswali baina ya hapo, swala yako imeswihi. Lakini kama umeswali kinyume chake nje ya 180, yani kwa mkono nikisema hivi, yani maeneo haya yote ambayo yako mbele yangu niliswali katika hayo maeneo, basi hamna tatizo. Yani kwa mfano nimeswali nikiwa nimeelekea huku na kibla kiko huku, swala yangu imesihi. Ikiwa nimeswali hivi na kibla kiko huku, hamna tatizo. Lakini kikishapita, yani nimeswali hivi na kibla kiko huku kupita 180, swala yangu itakuwa haisihi, itabidi nirudie ndani ya wakati. Ikiwa ni nje ya wakati, itakuwa sio wajibu kulipa, hata ingawa mtu akiweza pia ni bora zaidi. Ama ikiwa umeelekea kibla ima kwa kusahau au ulikuwa hujui, ukatambua ukiwa katikati ya swala, ndio nitarudia sehemu nyingine hiyo ambayo nimesema labda inahitaji maelezo zaidi. Nimesema ukiwa umeswali baina hizi sehemu, ikiwa utakuta ya kwamba uliswali sehemu zaidi ya 180, ikiwa ni nje wakati pia utalipa swala. Ama hiyo ndio nilikuwa nataka nukta kunini. Ama ikiwa ni ndani ya wakati pia unatakikana kurudia. Na ikiwa umepata ya kwamba wewe unapoelekea mtu akakuashiria kwamba la, kibla sio huko, ukiwa bado unaendelea kuswali, ikiwa ni kiwango kile cha 180, basi utageuka tu na uelekee kibla bila kuwa na matatizo, hamna haja ya kuwa na wasiwasi. Lakini ikiwa uko kinyume kabisa, hiyo swala yako inabidi uivunje na uanze upya, kwa sababu hata kama huwezi kubadilisha ukiwa pale urudi kinyume chako kabisa, swala yako itasihi. Inabidi utabadilisha kabisa, yani utaanzia swala tena kutoka mwanzo. Na ikiwa pia umefanya hivyo, masala nyingine ni kwamba ikiwa ulikuwa uko ndani ya imebaki dakika chache sala ziishe, ilikuwa wakati wa sala ulikuwa umebaki uishe, yani nusu, labda dakika chache zitakuwa umewahi ndani ya swala, ndani ya wakati zingine labda utakuwa naona hii sehemu tuirudie kesho, kwa sababu labda itakuwa na maelezo mengi. Insha Allahu taala tufikie hapo. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa alihi tahirin.